Utumishi unaoweka alama ni utumishi pia unaoacha alama kwako. Utumishi unaoweka alama kwa Mungu unaacha alama pia kwako. Utumishi uliotumika mahali ukaacha alama kwa Mungu unaacha alama pia kwenye maisha yako. Anasema tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana nimezibeba chapa za Kristo maishani mwangu au mwilini mwangu. Jambo la pili, utumishi unaoweka alama kwa Kristo na ukaweka alama kwako pia unaacha alama kwa watu. Utumishi uliotukuka hautaacha watu wakikuona wa kawaida. Utumishi uliotukuka utasababisha watu wasione mapungufu yako, waone utumishi wako. Utasababisha mbingu zinaachana na wengine, zinaambatana na wewe. Mtume Paulo kabla hajasema maneno haya kwenye mlango huu wa 6, huko mwanzo alikuwa ameongea mambo mengi sana. Mstari wa 14 anasema, lakini mimi Asha sioni fahari juu ya kitu chochote, sioni fahari ya juu ya jambo lolote. Anasema juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao huo ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Maana yake ni nini? Yeye mtume Paulo amefika mahali akaona ulimwengu. Unajua, haimaanishi alikuwa haishi, haimaanishi alikuwa haoni mahitaji yake, haimaanishi alikuwa haoni vitu vinavyomsibu, bali alikuwa ameweka msalaba mbele na yeye mbele ya msalaba. Kuna kitu shetani anatudanganya sana, anatuambia unajua, kutumika kuliko pitiliza ni kupoteza. Moja kati ya kitu shetani hata ruhusu mtu afanye, atakuzuia kwa kiwango chochote cha uwezo alionao kuhakikisha haufanyi kupita kawaida ya wengine. Shetani ametumia dini kustandardize, kulevelize, ana maximize uwezo wa watu katika kumtumikia Mungu kwa vipimo vya dini. Yaani adui anajua watu wakimtumikia Mungu kwa kiwango cha dini, kuna kitu they will never make any impact, hawatafanya tofauti na wengine. Kwa hiyo adui anakuzuia wewe. Mtu yeyote aliyefika mahali ni mtu ambaye alikusudia moyoni mwake kumtumikia Mungu utumishi uliotukuka. Mtu yeyote ambaye ametingisha mahali popote, huyo mtu alimtumikia Mungu kwenye viwango ambavyo havikuwa kwenye level ya dini.